Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitakujuza hapo baadaye nani ambaye atakupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote basi tupate muktasari wa miongoni mwa machache ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi agiza nyumba za makazi ya wafanyakazi wa serikali kusimamiwa na shirika la nyumba Zanzibar ZHC. Uongozi wa kituo cha malezi na elimu ya dini ya Kiislamu cha Munira Islamic kilichopo Magomeni jijini Dar es Salaam wakaribisha wadau kuwashika mkono katika kukamilisha jengo la madrasa. Na katika rubaa kimataifa, serikali za Mali na Burkina Faso zaweka zuio kwa raia Marekani kuingia katika nchi zao. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji, kabla ya kuanza safari ya kapu la habari, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbali. Lakini pia tunapatikana kupitia app ile ya Azam Max. Tuanze kapu la habari tukianzia huko visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ameagiza miradi yote ya ujenzi wa nyumba za makazi ya wafanyakazi wa serikali kusimamiwa na shirika la nyumba Zanzibar ZHC ili kuongeza ufanisi, kasi ya utekelezaji na kupunguza gharama za ujenzi. Taarifa kamili naye Rajabu Shaaban Matuga. Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi akifungua nyumba za makazi ya wafanyakazi wa hospitali ya Kitogani mkoa wa Kusini Unguja ameielekeza Wizara ya Afya kujikita zaidi katika ujenzi wa hospitali na utoaji wa huduma za afya badala ya kujenga nyumba za wafanyakazi, jukumu ambalo amesema ni mahususi kwa shirika la nyumba la Zanzibar ZHC. Maelekezo haya nimeshayatoa kwa shirika. Ni matumaini yangu wizara mnanisikia. Kutoka sasa waonyesheni maeneo yenu tu. Ujenzi utafanywa na shirika la nyumba na utafanywa kwa ufanisi na kwa haraka. Nasema hivyo kwa sababu shirika la nyumba ndio wenye kazi ya kuhangaikia masuala ya makazi kwa wananchi na wafanyakazi wa serikali. Wana uwezo mkubwa wa kusimamia, wana uwezo mkubwa wa kufanya kwa haraka. Ujenzi wa jengo hili umechukua miezi 20. Jengo hili halipaswi kuchukua miezi 20. Jengo kama hili linajengwa kwa miezi 6 tu. Lakini vile vile gharama za ujenzi huu ni kubwa. Aidha, Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema lengo la serikali ni kuimarisha na kuongeza ubora wa huduma za afya kwa wananchi katika maeneo yote ya Zanzibar, sambamba na kupunguza umbali kwa wafanyakazi wa sekta ya afya, kuhakikisha wanakuwa karibu na jamii wanayoihudumia. Hivi sasa tunapozungumza tuna ujenzi wa vituo vya afya katika ngazi za chini nchi nzima, Unguja na Pemba. Lakini tumeshakamilisha ujenzi wa hospitali za wilaya zote katika wilaya 11. Sasa hivi tumeshaanza ujenzi wa hospitali za mikoa. Mkoa wa Mjini wa Magharibi imekamilika. Tuko katika harakati za kuhakikisha mikoa yote 4 iliyobakia ya Unguja na Pemba inapata hospitali za mikoa. Tutakuwa tuna hospitali 3 kubwa. Mnazi Moja inafanyiwa ukarabati mkubwa na ujenzi ambayo itakuwa ya kisasa kabisa. Lakini vile vile tunajenga hospitali kubwa ya kitaifa eneo la Binguni. Hiyo itakuwa ni ya kufundishia, teaching hospital.
Akitoa taarifa ya kitaalamu, katibu mkuu Wizara ya Afya Dr. Mgereza Miraji Mzee amesema ujenzi huo wa jengo la ghorofa 3 umegharimu shilingi bilioni 5.5 fedha za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ikiwa na uwezo wa kuishi familia 16. Naam, tukisalia huko visiwani Zanzibar, ambapo katika hatua nyingine Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi ameunda tume yenye wajumbe 8 itakayokuwa na jukumu la kupitia na kutathmini masuala ya fidia kufuatia utekelezaji wa miradi ya serikali katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Timu hiyo yenye wajumbe 8 itakuwa na jukumu la kupitia masuala ya fidia na changamoto zilizojitokeza na kuishauri serikali hatua stahiki za kuchukua. Wajumbe hao 8 ni pamoja na Salum Othman Simba, mtumishi wa umma mstaafu na mtaalamu wa masuala ya uthamini; Musa Kombo Mrisho, mwanasheria katika ofisi ya Rais Ikulu; Hamisi Maulidi Bakari, mhandisi katika viwanja vya ndege Zanzibar; na Bi Fauzia Sindi Hassan, msajili katika bodi ya usajili wa wakandarasi Zanzibar. Wajumbe wengine wanaunda tume hiyo ni Bi Sabrina Yusuf Shaban, mtaalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano katika ofisi ya Rais Ikulu; Bi Mwanaidi Suleimani Ali, mtaalamu wa sayansi ya jamii katika mamlaka ya kuzuia rushwa na hujumu uchumi Zanzibar; Ramadhani Nasoro Mwinyi, mtaalamu wa fedha na uwekezaji kutoka sekta binafsi, pamoja na Mzee Abdallah Khatib, mtaalamu wa utawala wa umma kutoka sekta binafsi. Rais Daktari Mwinyi amewaomba wananchi kutoa ushirikiano kwa tume hiyo pindi itakapofika katika maeneo husika kupata taarifa. Na mtazamaji, tusalie huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Hivi sasa tuelekee huko kisiwani Pemba, ambako Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema bei ya ununuzi wa karafuu itazidi kuongezeka na kuwa nzuri kadiri ya soko linavyokuwa, hatua itakayoinua ustawi wa maisha ya wakulima na kuongeza kipato kwa serikali. Hilad Sefuriami anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Katika msimu wa ununuzi wa karafuu kwa mwaka 2023, bei ya zao hilo iliongezeka kutoka shilingi 14,000 hadi 15,000 kwa kilo ya karafuu ya daraja la kwanza. Karafuu daraja la pili inunuliwa kwa shilingi 13,500 badala ya shilingi 13,000 kwa kilo moja. Katika kuendelea kuboresha ununuzi wa zao hilo, serikali kupitia Shirika la Taifa la Biashara ZSTC imefungua kituo cha kuuza na kununua karafuu Kiwani, wilaya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Tuna furaha sana kupata majengo kama haya kwa sababu tutajivunia kuuza karafuu zetu katika hali ya utulivu na usafi. Unaweza karafuu kalitoa huko iko safi, lakini ukifika kituo cha karafuu hakieleweki, kwa hivyo na karafuu nayo huwa chafu vile. Tunashukuru pia ZSTC kwa kutuletea ununuzi wa zao la karafuu kisasa, kwa sababu litapunguza malalamiko ya wakulima wa zao la karafuu. Akifungua kituo hicho, waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi Masudi Ali Mohamed anatoa wito wa kukomeshwa kwa biashara ya magendo katika zao la karafuu. Mifumo imara iliyowekwa hapa, kituo kizuri kama hiki, wala hakuna sababu ya kuanza kuchepusha karafuu kupitia njia za panya. Kwa hiyo niwaombe sana kabisa, tuendelee kukitumia kituo hiki, tukitunze ili yale malengo yaliyokusudiwa yaweze kufikiwa. Na lengo kuu ni kumwezesha mkulima wa karafuu ili aone tija maradufu ya zao hili la karafuu ambalo huwa anatumia muda mkubwa katika kulipata. Ujenzi wa kituo hicho cha kuuza na kununua karafuu unalenga kuongeza ufanisi, uwazi, haki na usawa katika biashara ya karafuu. Ujenzi wa kituo hichi ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya msingi ya ZSTC katika kusimamia, kuratibu ununuzi wa karafuu, kuboresha mifumo ya masoko pamoja na kusogeza huduma karibu zaidi kwa wakulima. Lengo kuu ni kuongeza ufanisi, uwazi, haki na usawa katika ununuzi wa karafuu, sambamba na kuimarisha mchango wa zao hili muhimu la kimkakati kwa uchumi wa Zanzibar. Kupitia shirika lake hili la biashara ZSTC itaendelea kuongeza uzalishaji wa zao la karafuu kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo kwa kuzalisha miche mingi zaidi, pamoja na kuwasaidia wakulima wenye vitalu binafsi kwa kuwapatia vifaa vya uwatikaji miche na kununua miche na kuipanda.
Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko kisiwani Pemba. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko jijini Dar es Salaam ambako uongozi wa kituo cha malezi na elimu ya dini ya Kiislamu cha Munira Islamic kilichopo mtaa wa Kidugalo Magomeni Makuti jijini Dar es Salaam umewakaribisha wadau na wahisani mbalimbali kuwashika mkono katika kukamilisha jengo la madrasa ili kuweka mazingira mazuri kwa watoto kujifunzia elimu ya dini. Kwa mara nyingine tena, Rajabu Shaaban Matuga anatupa masimulizi ya taarifa hii. Akizungumzia ujenzi wa jengo hilo uliodumu kwa takribani miaka mitatu, mwenyekiti wa taasisi ya Munira Islamic, Ustadhi Juma Rashid, amesema kukamilika kwa ujenzi wa darasa hilo kutafungua fursa pana kwa vijana walio wengi kupata elimu ya dini. Na hapa ni maalumu kwa kutaka wanafunzi ambao tutakuwa tunachukua kutoka mikoani, kutoka vijijini, waje hapa tukae nao miaka 4 au 5, mwisho wa siku ile elimu watakayopata hapa na wao kaisambaze huko vijijini. Kikweli ni kwamba tunafanya sisi kama sisi, lakini hatujapata nguvu kutoka nje ikatusaidia. Na ndio maana unaona tunasua. Hii sasa ni mwaka wa 3 tunaendelea na mapambano haya. Kwa hiyo nitumie chombo hiki cha habari cha Mahasin TV, wale ambao watakuwa miguswa na pia wanataka radhi za Allah na pia wanataka maendeleo ya Waislamu katika nyanja ya elimu, basi waungane na sisi kutuwezesha kufanikisha jambo hili. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa taasisi ya Munira Islamic, Ukhti Zena Hamis Yathman, ameeleza mipango na mafanikio makubwa yaliyofikiwa mbali na uchanga walionayo taasisi hiyo tangu kuanzishwa kwake. Taasisi yetu bado changa, lakini ina maendeleo makubwa kama hivi mnavyoiona. Tunatamani taasisi hii iwe kama kivuli au iwe chanzo cha watu kuja kusoma halafu waondoke wakasomeshe maeneo mengine, Uislamu uzidi kukua. Tunawakaribisha. Shime alaikum. Sisi tunachotaka tuwe na mazingira bora ili watoto au wanafunzi wapate elimu katika mazingira bora. Tunajua itawarahisishia pia mapokezi yao ya kielimu. Tuna ndoto nyingi sana za kimaendeleo katika taasisi yetu. Bahati mbaya kikwazo kinakuja katika swala financial. Sasa wale ambao wanataka kufanya kazi na sisi, milango iko wazi. Karibuni sana. Ili kufikia malengo na ndoto hizo, katibu wa taasisi ya Munira Abdallah Akida amezidi kupaza sauti kwa wadau mbalimbali wa harakati za dini ya Kiislamu kuona namna ya kuwashika mkono. Hatuna wadau ambao wanatusapoti moja kwa moja, isipokuwa ni watu tofauti tofauti. Kwa hiyo ikiwemo na wewe ambaye unapata video hii unaiona, basi tunakuomba uwe mmoja katika wale ambao watashiriki kuweza kufanikisha jambo letu hili ambalo tumelianza. Kwa mtu mwenye chochote kile, ikiwemo fedha, lakini pia ikiwemo vitu vingi ambavyo vinaweza vikahusisha katika kumaliza jengo letu hili, mbao, mabati, tutashukuru sana endapo ombi letu hili litafanywa kazi na mtu yeyote. Naam, shukrani sana Rajabu Shaaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko jijini Dar es Salaam. Hivi sasa mtazamaji, tuelekee huko mkoani Mara ambako viongozi wa dini mkoani Mara wamewataka wazazi na walezi nchini kusimamia na kufuatilia mienendo ya watoto wao ili kurejesha maadili kwa vijana na kuwa na mwendelezo utakaowafanya kuwa wazalendo katika taifa lao. Tupate undani wa taarifa hii. Wito huo wameutoa baada ya kufanyika kongamano maalum lililokutanisha makundi mbalimbali ya vijana katika chuo cha maendeleo ya jamii Buhare, lengo likiwa kutoa elimu ya uzalendo kwa vijana. Viongozi hao wameishauri serikali kuanzisha na kutilia mkazo somo maalum kuhusiana na maadili ya uzalendo wa taifa ili kuepukana na makundi ya ushawishi yanayohatarisha usalama wa nchi. Serikali kuweza kuweka somo maalum kuhusiana na maadili na uzalendo wa taifa. Vijana kwanza wawasikilize viongozi wa dini. Kwanza ningewashauri vijana wawasikilize viongozi wa dini, wawe wasikivu, kwa sababu viongozi wa dini ndio ambao wanaweza kuwaelekeza maelekezo yaliyokuwa sahihi. Lakini pia ni washauri sana vijana kuwasikiliza viongozi wa kitaifa, na hasa katika mambo ya kinchi wawe makini sana kuwasikiliza viongozi wa kitaifa. Na bila maadili taifa letu haliwezi kusonga mbele. Taifa litadidimia kwa sababu taifa hili lilianzishwa kwa uzalendo mkubwa na waanzilishi wetu wa kwanza, kwa maana ya rais wetu wa kwanza Julius Kambarage Nyerere. Lakini unajua sasa tumefika mahala fulani uzalendo na umetoka na maadili yametoka. Kwa upande wao, baadhi ya vijana waliohudhuria kongamano hilo wametoa wito kwa vijana wengine wa Kitanzania kufuatilia zaidi historia ya taifa ili kuona thamani ya kulinda na kutunza amani iliyopo nchini.
ningependa kuwashauri vijana wenzangu, vijana wa Kitanzania, kuwa waadilifu, kuwa watiifu na wajitahidi kuijua historia ya nchi yetu. Kwani mpaka hapa leo tulipo mwaka 2025 ni mbali tulikotoka tangu mwaka 1961 tulipopata uhuru wetu. Kwa hiyo inasikitisha sana leo kuona vijana tukiwa tunadanganyika na vitu vidogo vidogo na hatimaye tunaingia katika machafuko ya kulivuruga taifa letu. Kila linapohitajika jambo lolote la kutoa ushirikiano kwa wanajamii, wenda labda kwa kuwashirikisha kwenye kazi za maendeleo ya jamii, tutaifanya hiyo kazi kwa kushirikiana bega kwa bega na serikali ya kata pamoja na mtaa. Kama serikali imeanza kuonyesha nia dhati kabisa kwamba vijana wanatakiwa kupewa elimu ya maadili. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Makundi Maalum, Mary Priska Mahundi, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika kongamano hilo, amewataka vijana kujiepusha na makundi ya nia ovyo kuvuruga amani ya nchi na badala yake wajikite katika kuchangamkia fursa za maendeleo. Kwa vijana na wanachuo mliopo hapa, napenda kutoa wito mahususi kwenu: zingatieni maadili na uzalendo, kwani bila misingi hiyo elimu mnayoipata haitaleta manufaa yaliyokusudiwa kwenu binafsi, kwa jamii wala kwa taifa. Vijana wasio na maadili mema na uzalendo hawawezi kuwa chachu ya mabadiliko chanya, bali wanaweza kuwa vyanzo vya matatizo katika jamii. Jiepusheni kwenye kundi hilo baya. Naam, shukrani sana kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko mkoani Morogoro ambako mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima ameelezea mafanikio mbalimbali yaliyopatikana ndani ya mkoa huo katika kipindi cha mwaka 2025, akitaja amani na utulivu kama sababu kubwa za mafanikio hayo. Nuhu Kasim Mustima anakuja na masimulizi ya taarifa hii. RC Malima amesema hayo wakati akiwa ofisini kwake na watumishi wengine wa serikali ya mkoa wa Morogoro. Amesema maridhiano ndio sababu iliyopelekea mkoa huo umeendelea kuwa imara na kubaki salama hata wakati wa machafuko yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Nawashukuru wana Morogoro wenzangu, tumekubaliana, tumeelewana katika hilo, na mwaka 2025 umedhihirisha kwamba hata kwenye tofauti za kiitikadi na nini, lakini sisi tumekuwa ni mfano wa kuigwa. Na nawaomba wana Morogoro wenzangu kwamba tunavyoelekea 2026 tuuchukue huu mwaka kama ni mfano wa amani, utulivu, maridhiano, maelewano, namna ambavyo hamuwezi kwa wote wa aina moja mkakubaliana katika aina moja, lakini kwenye yale mambo ya msingi mnakubaliana, ambao mambo ya msingi ni maendeleo, mambo ya msingi ni amani. Aidha, RC Malima ameeleza mikakati ya serikali katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya mkoa huo, ikiwemo uwanja wa ndege kwenye mbuga za wanyama Mikumi kwa ajili ya kuongeza idadi ya watalii. Barabara zinazotoka kwenda kaskazini magharibi, kwenda kanda ya Ziwa, kwenda Zambia, zote zinafika Msamvu, zinafika pale, zinaunganika, zinakwenda. Haya, uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya SGR, reli. Ile ndio imebadilisha sura ya Tanzania nzima. Hivi mkikaa wenzangu, mkiwa mnaona huko watu wanakaa na tukodolea jicho Tanzania, ni pamoja na mambo hayo makubwa kama hayo. Na tuna uwekezaji mkubwa unafanywa katika kuboresha sekta ya utalii ya airport ya Mikumi. Harakati za kiuchumi Morogoro nyingi mno. Katika hatua nyingine, RC Malima ametoa wito kwa wananchi kuendelea kulinda na kutunza amani iliyopo nchini ili kufikia lengo la serikali katika kukamilisha miradi ya kimkakati na kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Na mambo ya msingi ni ya kujua kwamba huko mbele tunapokwenda tuna kesho. We have a future, we have tomorrow, ambayo lazima sisi pamoja wote lazima tuilinde kama mboni ya jicho. Kwa hiyo mimi nashukuru wana Morogoro kwamba mwaka 2025 tumekuwa ni mwaka wa mfano kwa Watanzania wenzetu katika masuala hayo muhimu ya maendeleo, amani na utulivu, maelewano, maridhiano, mambo hayo mazuri ambayo Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Mustima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Morogoro.
Na kwa taarifa hiyo inatufanya kufika tamati ya Kapu la Habari Kitaifa. Hivi sasa tunapata wasa kwenda kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasa mzuri wa kuziangazia zile taarifa mbalimbali zilizojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi tu endelea kusalia papo hapo katika runinga yako, na hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika Kapu la Habari. Na kwa wewe ambaye pengine ndio kwanza unaungana nami, hili ni Kapu la Habari, ambapo hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuziangazia taarifa mbalimbali zilizojiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Kasimu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Serikali ya Mali na Burkina Faso zimesema zitawazuia raia wa Marekani kuingia katika nchi zao kufuatia kile wanachoeleza kuwa ni jibu la moja kwa moja kwa uamuzi wa Washington wa kuwazuia raia wao kuingia nchini Marekani. Mataifa hayo mawili ya Afrika Magharibi yanayoongozwa kijeshi yalitangaza hatua hiyo Disemba 30, 2025, yakisema hatua hiyo itaanza mara moja, ambapo uamuzi huo utafuatia vikwazo vya usafiri vya Marekani vinavyoathiri mataifa kadhaa barani Afrika na Mashariki ya Kati ambavyo viliidhinishwa na Rais Donald Trump. Wizara ya mambo ya nje ya Mali ilisema itatekeleza kanuni ya usawa na kuongeza kuwa raia wa Marekani sasa watakabiliwa na masharti yale yale ya kuingia nchini Mali yaliyowekwa na Marekani, huku serikali ya Burkina Faso imesema itaendelea kujitolea kudumisha usawa wa uhuru na kwamba bado iko wazi kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa ambapo maslahi yanalingana. Hivi karibuni Mali, Burkina Faso pamoja na nchi jirani ya Niger zilijiondoa katika Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Magharibi ECOWAS na kuunda muungano wa mataifa ya Sahel, ambapo mataifa hayo yamejitenga na washirika wa Magharibi na kuimarisha uhusiano na Urusi. Kwingineko, maelfu ya wananchi wa Somalia wameendelea kumiminika barabarani katika miji mbalimbali ya nchi hiyo kupinga na kulaani uamuzi wa utawala wa Israel wa kulitambua eneo la Somaliland la kaskazini mwa nchi kama taifa huru. Maelfu ya watu huko Baithabo, mji ulioko katika jimbo la Kusini Magharibi, Disemba 30, 2025, waliingia mitaani kupinga hatua ya Israel kuitambua Somaliland, wakiitaja hatua hiyo kama ukiukaji wa uhuru wa Somalia, huku waandamanaji hao wakipeperusha bendera za Somalia na kupinga nara za kuilani Israel. Disemba 30, 2025, mamia ya Wasomali walifanya maandamano katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu kupinga kitendo hicho cha Wazayuni cha kujaribu kuigawanya vipande Somalia na kusema jamii ya kimataifa haipaswi kukalia kimya uamuzi huo batili wa utawala wa Kizayuni. Mmoja kati ya waandamanaji amenukuliwa na wanahabari akisema hakuna ardhi ya Somalia ambayo itakabidhiwa kwa Israel au dola lolote lile, na kueleza kuwa Somalia ni moja na itabaki kuwa moja na Wasomali wako tayari kufanya chochote kwa ajili ya kuilinda nchi yao, na kusema uamuzi wa Israel haukubaliki na ni shambulio la wazi dhidi ya uhuru wa Somalia. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa,
Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Said Abbas Araghchi, amesema kuwa upinzani wa moja kwa moja wa Tehran dhidi ya hatua yoyote ya vitisho kuhusu ardhi, uhuru na mamlaka ya kujitawala Venezuela, anaimani kuwa taifa hilo la Amerika Kusini litalinda uhuru wake. Waziri huyo aliyasema hayo alipozungumza kupitia mawasiliano ya video na balozi wa Irani mjini Caracas, Ali Chengini, pamoja na wanadiplomasia walioko katika ubalozi uliopo nchini Venezuela. Araghchi amesisitiza msimamo thabiti wa Irani dhidi ya vitendo haramu vya mabavu dhidi ya Venezuela, akisema kwamba wananchi wa Venezuela kwa kudumisha umoja na mshikamano wa kitaifa watalinda uhuru wa maslahi ya kitaifa ya nchi yao dhidi ya hatua zisizo halali za Marekani. Kwa upande wa ubalozi wa Iran mjini Caracas umewasilisha ripoti kuhusu hatua ambazo tayari zimechukuliwa na juhudi zinazoendelea zinazolenga kuimarisha uhusiano wa pande mbili za Tehran na Caracas. Hivi karibuni waziri wa mambo ya nje wa Iran na wenzake wa Venezuela Van Gil Pinto walifanya mazungumzo kwa njia ya simu na kulaani uwepo wa jeshi la Marekani katika eneo la Caribbean, huku wakishutumu Washington kwa kukiuka sheria za kimataifa na kusisitiza dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika kupinga sera za upande mmoja. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, shukrani sana kwa habari hizo zilizojiri nje ya mipaka Tanzania. Al-Akh Nuhu Kasim Stima. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini kabla ya kuhitimisha basi tujikumbushe miongoni mwa machache ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi aagiza nyumba za makazi ya wafanyakazi wa serikali kusimamiwa na shirika la nyumba Zanzibar ZHC. Uongozi wa kituo cha malezi na elimu ya dini ya Kiislamu cha Munira Islamic kilichopo Magomeni jijini Dar es Salaam akaribisha wadau kuwashika mkono katika kukamilisha jengo la madrasa. Na katika rubaa kimataifa, serikali za Mali na Burkina Faso zaweka zuio kwa raia Marekani kuingia katika nchi zao. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya niliyokupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Nuhu Kasim Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote aliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisibozi cha Azam, lakini pia tunapatikana kupitia app ile ya Azam Max. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.